ni mtu ambaye ana fedha zake, si ndio akamshirikisha mjomba wake, si ndio? Mjomba akatafuta dalali, sawa sawa Dalali ni mtu ambaye kazi yake ni kuwaunganisha watu wawili kibiashara, kati ya muuzaji na mnunuzi. Wakati huo dalali anatarajia hiyo bidhaa au biashara ikifanyika na yeye anapata cha kwake. Tuko mpaka hapo Sawa. Kwa hiyo dalali akafanikiwa kufika kwa mjomba, wakafanya biashara ya nyumba. Mkatoa hela benki. Mlipotoa hela benki, utaratibu wa mauziano ya nyumba ukaanza. Na utaratibu ulifanyika mbele ya watu wafuatao. Wa kwanza alikuwepo muuzaji, yule mama, ndio Mtu wa pili alikuwa ni mnunuzi. Wa pili mnunuzi, ambaye ni wewe bwana na mjomba ukiwemo. Na watatu alikuwepo mwanasheria. Tuko jamani? Tuko pamoja? Mwanasheria. Mwanasheria kazi yake ilikuwa ni kusimamia taratibu za kisheria za mauziano kati ya muuzaji na mnunuzi. Ninapozungumzia taratibu za mauziano ni kwamba yani pawepo na nyaraka zinazosema fulani amemuuzia nyumba mtu fulani kwa kiasi cha shilingi fulani leo tarehe fulani. Anapiga muhuri wake pale, anaweka jina lake na namba yake ya simu kwa mawasiliano. Kama mkibisha, mkikataa kwamba huyu mtu hajamuuzia mtu huyu, mimi nitakuja kuwa shahidi. Kwa hiyo kwa jambo lako mwanasheria alisimamia hayo mauziano, mjomba akiwepo na wewe ukiwepo na muuzaji akiwepo. Tuko mpaka hapo Kwa hiyo kwa mtiririko huo tayari mwanasheria kazi yake ilikuwa imekwisha ya kusimamia mauziano, na mnunuzi kazi yake ilikuwa imekwisha ya kulipa fedha na kupewa nyumba, na muuzaji kazi yake ilikuwa imekwisha ya kuuza nyumba na kupewa fedha. Tunaifunga hiyo ya kwanza, sawa sawa? Tunaingia ya pili. Hii ya pili sasa ndiyo imekwenda kuibua mgogoro. Na ndio kesi ya msingi iliyowapelekea mpaka kwenda baraza la ardhi na nyumba la wilaya kwenye kusuguana kwenye mwenendo wa kesi mpaka ninyi mkakosa haki, mkashindwa. Hukumu ikatoka kwamba ninyi ile nyumba sio ya kwenu isipokuwa ni ya mtu mwingine, kwa hiyo muiache. Hukumu imesema hivyo, si ndio? Mlishindwa. Sasa tunakuja kwa nini mlishindwa. Lakini lazima mkae mkijua kwamba mlishindwa kwa mujibu wa sheria, hamkushindwa kwa kuonewa. Twende kazini. Huyu aliyewauzia hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya mirathi. Tuko mpaka hapo Ilikuwa ni nyumba ya mirathi. Hii nyumba ya mirathi ilikuwa ina nyaraka. Katika ile nyaraka warithi halali wa marehemu walikubaliana ile nyumba isiuzwe. Kwa hiyo muuzaji aliwazunguka warithi halali wa marehemu kwenda kufanya biashara na ninyi ya kuuziana nyumba ambayo akijua inakwenda kuleta mgogoro. Hivyo basi, baada ya biashara kufanyika, warithi halali wa marehemu wakarudi kwenye taratibu za mirathi kwamba msimamizi wa mirathi anaweza kushitakiwa mahakamani na warithi halali wa marehemu endapo atakwenda kinyume na utaratibu mzima wa mirathi ilivyotaka. Kwa hiyo kwa kuwa yule muuzaji alikwenda kinyume na utaratibu wa mirathi ya ile nyumba, ikiwemo kutokuwashirikisha warithi halali wa mali ile, ndio maana wale warithi wa marehemu, wala mtu marehemu au warithi wa marehemu wengine wakaamua kufuata taratibu za mirathi kwenda mahakamani kumshtaki msimamizi wa mirathi
ambaye ndiye aliyewauzia ninyi nyumba. Baraza la ardhi la nyumba la wilaya lilivyosikiliza maelezo ya pande zote mbili, ikaona ni kweli wale watoto wamedhulumiwa. Wakaona ni kweli ile nyumba imeuzwa kimakosa. Wakaona ni kweli yule mama amekosea kuuza nyumba. Kwa hiyo watoto wapewe nyumba yao. Kwa hiyo mpaka hapo baraza la ardhi na nyumba la wilaya ilifanya kazi yake sahihi. Mpaka hapo wale wasimamizi wa mirathi waliokwenda mahakamani kufungua kesi wako sahihi, isipokuwa aliyeibua huu mgogoro ni huyu aliyeuza nyumba. Tuko mpaka sawa. Kwa hiyo sasa hapa palikuwa na kesi mbili, moja imekwisha, moja inaweza kuanza endapo mtaamua. Kesi ya kwanza iliyoisha ni kesi ya mirathi ambayo ilihusu familia ya marehemu kati ya watoto na msimamizi wa mirathi. Hiyo imeshakwisha, mahakama imeamua. Kesi ya pili ni ya mnunuzi na muuzaji. Hiyo sio kesi ya mirathi, msichanganye. Hiyo sio kesi ya mirathi. Hiyo ni kesi ya madai ya kutapeliwa. Jinai, sawa? Umeelewa? Narudia tena. Hii kesi ya pili inayozungumza sio kesi ya mirathi. Ni kesi inayomhusu mtu ambaye kamuuzia mtu kitu ambacho sio cha kwake, au kamuuzia kitu ambacho anajua hakipaswi kuuzwa. Ndio kesi iliyopo hapa. Tuko tena. Hivyo basi, kabla sijawaambia hatua za kufuata, nataka niwaambie makosa ambayo ninyi mliyafanya yakawagharimu kuingia kwenye mgogoro, ili siku nyingine msije mkaingia kwenye migogoro isiyokuwa na lazima. Kwa sababu mara nyingi migogoro mingi inatengenezwa kwenye siku ya kwanza ya jambo husika. Mgogoro umeanza kama ifuatavyo. Kwanza, wakati mnakwenda kununua ile nyumba, ilikuwa mjiridhishe kwamba nyumba ni nani, mmiliki wa nyumba ni nani. Na ilitakiwa mjiridhishe ni watu wangapi wana maslahi au wanahusika na hii nyumba. Mngefanya hivyo, mngepata majibu yafuatayo: kwamba nyumba hii ni ya marehemu fulani, na huyu anayeuza ni mke wa marehemu, lakini marehemu kaacha watoto. Mngepata hiyo picha. Baada ya kupata hiyo picha, mngeingia hatua ya pili ya kujiridhisha. Je, maamuzi ya huyu mama kuuza hii nyumba ni ya kwake au ni ya familia? Ili muweze kupata jibu la ndio au hapana, ilikuwa lazima wakati wa mchakato wa mauziano hawa nao washirikishwe. Kwa hiyo kwenye nyaraka ya mauziano, kati ya watu ambao wameshiriki kwenye kuwa mashahidi ya mauziano ya nyumba anayeuza yule mama, pengine tungeona na majina ya wale watoto na yenyewe yangejitokeza kwamba ni mashahidi. Endapo utaratibu huo ungefanyika na hawa watoto wangeonekana kwenye mauziano kwamba ni sehemu ya makubaliano yule mama au msimamizi wa mirathi auze, ingekwenda kuichanachana au ingekwenda kuivunja ile nyaraka ya awali iliyosema watoto au familia hawakubaliani na mauzo ya hii nyumba. Yaani kuna nyaraka ambayo inasema nyumba hii haiuzwi, ni ya familia. Kwa hiyo ingeonekana wao wenyewe ndio wamekubaliana kwenda kutengua kauli yao ya awali, kutoka kwenye nyumba hii haiuzwi mpaka tumeamua tuiuze kwa sababu 1, 2, 3. Twende kipengele cha pili ambacho cha mwanasheria ambaye ndio alishiriki kama mtu wa katikati au kama shahidi ambaye anasimamia masuala ya kisheria kwenye mauziano. Aliyesimama kama mwanasheria na yeye ni mfanyabiashara, ile ni kazi, anataka fedha. Ni watoe kwenye mfano wa sheria, ni wape mfano wa kawaida wa kibinadamu
ambao hata ninyi ambao sio na sheria ambao mmeingia kwenye mgogoro mtanielewa. Kwa mfano, wewe una eneo lako, una ardhi yako, unahitaji kujenga ghorofa. Lile eneo lina maji. Fundi akija, ukimwambia nijengee ghorofa, kama ni fundi ambaye ana tamaa ya fedha, atachukua hela zako, atakujengea ghorofa. Lakini kama fundi ambaye ana ueledi na kazi yake, atakushauri kwamba hapa ili eneo, ili ghorofa lisimame, inabidi kifanyike 1, 2, 3. Au ili eneo kwa kuwa na chemchem, tukijenga ghorofa hapa baadaye litatitia, na kushauri tujenge nyumba ya kawaida. Au na kushauri chini tuchimbe shimo kubwa, haya maji tuyahamishe kwanza, ndipo tujenge ili ghorofa. Lakini fundi huyu kwa kuwa anahisi ulishamwambia una shilingi milioni 20 tu, anajua mchakato wa kuyahamisha yale maji, mchakato wa kupambana na chemchem ni gharama kubwa utakaopelekea ahairishe kujenga, anaamua kuachana na tatizo, anaanza kujengea nyumba. Baada ya mwaka mmoja ile nyumba inatitia au inadondoka, inaua watu. Kwa hiyo huyu mwanasheria ilikuwa kabla hajaenda kwenye mchakato wa mauziano, ilikuwa awaongoze kisheria, ajiridhishe pasina shaka kwamba je, ile mali inayouzwa, yule anayeuza hiyo mali ni mtu sahihi wa kuuza hiyo mali? Hiyo moja. 2, kama ni mtu sahihi, je, hii mali ni ya mtu mmoja au ina watu zaidi ya mmoja wanaoitegemea? Angeingia maswali hayo, angeingia hatua ya pili ya kuhoji msimamizi wa mirathi ni nani, warithi hao ni nani, na angewaongoza kwamba ili mali ya marehemu iweze kuuzwa, lazima warithi wote wa marehemu wakubaliane, wasaini, ndipo biashara ya kuuziana mali husika ifanyike. Kwa hiyo basi, mwanasheria aliyewasimamia zoezi hili alikwenda kutumia taaluma yake vibaya, kuto kuwaongoza kisheria taratibu za kisheria za manunuzi na makabidhiano ya masuala yote yanayohusu mali. Kwa wana wengine basi, ninyi mpaka sasa kwenye mgogoro huu hamna nafasi yoyote ya kwenda kufungua kesi yoyote inayohusu masuala ya ardhi au nyumba, kwa sababu tayari mchakato mzima wa upatikanaji wa mali ile ninyi mmekwenda kinyume cha taratibu za kisheria. Sijui mmenielewa wapendwa?